moja la picha kutoka DC Production jumba la burudani, afu inaletwa nami Falu DJ kama kawaizo ndani ya nyumba tena hapa. Na hii ilikuwa ni idea yetu muda mrefu sana kuleta miongoni mwa picha bora sana kutoka mjini So pale Golea, lakini hii ni ya Poli Zairo asema Missing Crown Prince, na hii ni baada ya kupiga kula za makubaliano rasmi. Tuanze na Missing Crown Prince na baada hapo tutasonga mbele na tamthilia yetu bomba sana ambayo itakuwa inafahamika kwa jina la Wiki Hilo. Sasa hebu tuende katika simu ya kwanza tukwenda kuenjoy tamu wa vanilla wa chuma moja bomba sana ya Bawasema Missing Crown Prince na The Chosen wa ndani nyumba tena ya pa. Lakini ingekuwa ni vema sana kama ningejaribu kukupa hadithi ambazo zingekupatia mwanga kujua nini ambacho kinajiri katika tamthilia ya pa. Wasema katika ufalme isadikika ya kwamba Prince ameweza kupotea, lakini kulikuwa na vitu ambavyo vilichangia Prince kuweza kupotea, na hii ni kutokana na kisa ambacho kilikuwa kimejificha kutoka kwa mama yake ambaye anafahamika kwa jina la Queen Doage. Huyu ndio atengeneza nafasi ya bwana mdogo kupotea. Sasa nini ambacho kimesababisha mpaka picha imekondoka jina la Missing Crown Prince? Hebu twende ndani ya nyumba tukaangalie kizaza kilianzaje. Hapa ni katika episode ya kwanza tu. Tulia nami mchimbuzi wako ni Falu DJ baba la baba. Basi sasa picha inaanzia katika mji fulani hivi ambao ulikuwa unaongozwa na kiongozi ambaye anafahamika kwa jina la Ejong Yanze King. Wasema ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya ziki, siku ya fezea, siku ya kizaazaa zaidi, kwani inaonekana kuna watu ambao walikuwa na lengo baya sana na walikuwa na kisasi kikubwa sana na mfalme ambaye yuko kwa sasa madarakani, yani mwamba kufahamika kwa jina la Ejong. Lakini inaonekana upande wa pili kuna mwanamama ambaye anapatiwa matibabu, ikiwa inaonekana ni mtu mwenye hofu sana na hali yake. Huyu anafahamika kwa jina la Queen Doage. Basi tunaendelea kusonga kizazi zaidi, au si? Wasema kuna watu waliingia katika jumba la kifalme, lakini lengo lao ilikuwa ni kuhakikisha kufanya mapinduzi ya kuweza kumngoa mfalme ambaye alikuwa madarakani katika kipindi hicho, yani mwamba kufahamika kwa jina la Ejong. Basi mfalme akiwa anasubiri kupata ripoti za juu ya maendeleo ya Redi Mama Doage, hapa aliweza kupata ujumbe wa kwamba kwa sasa inaonekana kuna hatari kubwa sana ambayo imeingia katika jumba la kifalme, hivyo itakiwa kae katika sehemu ambayo itakuwa na usalama zaidi. Lakini wale the killers ambao walikuja kwa ajili ya kumwangaliza mfalme waliweza kufika mpaka sehemu ambayo alikuwa mfalme, na hapa walikutana na the best swordman, yani bodyguard ambaye anafanya kazi ya kumlinda mfalme asije akazuka. Kaambia ingekuwa ni bora sana kama mngeweza kuziweka panga zenu chini na mtengeneze nafasi ya makubaliano na kile ambacho nawaambia. Watu wanasema hii ni kwa ajili ya kisasi ambacho kilitengenezwa na mfalme mwenyewe, kwani baada ya kushirikiana naye katika mambo mengi, kwa nini aligeuka na kutisa sisi waasi? Kwa hiyo tulikuja kwa ajili ya kulipa kisasi. Lakini hata hivyo hakufanikiwa, kwani mkali ambaye alikuwa ni best swordman anamlinda mfalme aliweza kulisambaratisha lile jeshi, na hatimaye aliweza kumfuata bwana mdogo akiwa na mashaka ya kwamba huenda yeye ndo ana lengo la kuhitaji kumpindua mfalme wa sasa. Lakini bwana mdogo alikuwa anaonekana ni dhaifu sana, kwani alikuwa onekani kama na chembe wala nguvu ya kuweza kumpindua babake. Sasa bwana mdogo alichohitaji kukifanya ni kufanya upelelezi wa chini tu ili aweze kutambua labda ni kina nani ambao wanahusika na njama za kuhitaji kumwangamiza mzee wake. Basi kuna mtu hadithi mmoja ambaye alikuwa anasimulia hadithi ambayo ilikuwa imejaa uficho sana, na anadai ya kwamba miongoni mwa hicho ambacho anakisema kina ulinganifu sana na kile ambacho kimetokea katika jumba la kifalme. Basi bwana mdogo alihitaji kumpatia kiasi cha fedha mtu huyu ili aweze kumpatia data ambazo anadai anazijua juu ya kile ambacho kimetokea. Basi bwana mdogo huyu aliweza kumchukua na kumpeleka kwa the big boss, kwani huko ndiko ambako bwana mdogo ataweza kupata majibu ya kile ambacho anakipata. Huyu bwana mdogo anafahamika kwa jina la Regan. Batman. Wasa baada ya kufika kwa mtaalamu ambaye anaonekana ndo big boss wa haya mambo, bwana mdogo alipata nafasi ya kukutana naye na kuulizana naye mambo mawili matatu juu ya kile ambacho kimetokea. Lakini baadaye bwana mdogo aligundua mtu huyu hana chochote ambacho anakijua zaidi tu ya kufanya kitu ambacho ni kama utapeli, na hata hivyo mtu huyu anaonekana alikuwa hana chembe za kuweza kusaidia kile ambacho kimetokea, japokuwa alionekana anazungumzia masuala ambayo yamejaa stori za uasi na uani. Lakini bwana mdogo baadaye aliweza kuambia kwamba mimi naitwa Regan na mimi ndo Crown Prince wa eneo hili hapa. Kwa hiyo unatakiwa mtulie taratibu na mfuate sheria, tofauti na hivyo itakuwa mbaya kwa upande wenu. Basi tunawaambia wajumbe walifuliwa na kuchukuliwa waende wakajibu kwa kile ambacho
walikuwa wamekizungumza mwanzoni, na hii ilikuwa ni oda kutoka kwa Crown Prince. Bado tunaendelea kutamba na ili chuma kizazi. Kwa hiyo tulia, story inaendelea kuchambuliwa. Tala binti Tibu tunaunganisha. Kama unavyojua episode ya kwanza, lazima nikupatie mwanga ambao utakufanya ujue nini ambacho kimejificha zaidi. Hizi kazi hatari. Wasi upande wa pili kwa kile ambacho alikifanya bwana mdogo, na huku ilikuwa ni katika kakesi tu ambako mfalme anadai ya kwamba kijana wake amekuwa ni mtu ambaye anashinda kwenye madangulo. Hata hivyo anashindwa kusimamia nafasi alionayo kama Crown Prince, lakini mama alimwombea sana msamaha mjukuu wake, na kwamba hiki ambacho kimetokea ni kama bahati mbaya tu. Hivyo anaamini kwamba kijana yuko safi na atajirekebisha na kujiweka sawa tu. Basi mfalme alikuwa na mengi sana kusema zaidi ya kumpatia onyo kali sana bwana mdogo kwa kile ambacho anakifanya, kwani kuna wakati itakuja kuwa mbaya zaidi kwa hichi ambacho anakifanya. Pasipo kujua kwamba bwana mdogo kwa saizi anahangaika kujua namna gani ataweza kumsaidia mzee wake kutoka katika hatari za kuweza kuangamizwa. Basi moja kwa moja picha inaturusha upande wa pili, huku tukutana na binti ambaye anafahamika kwa jina la Moyong Jun. Yeye ni mtu ambaye anafanya matibabu. Sasa kuna bwana mmoja leo alikuwa anatumbuliwa jipu katika eneo lake fulani hivi. Hivyo binti alikuwa akiendelea kumshughulikia. Lakini binti akiwa anaendelea matibabu, kuna taarifa itoka kwa bwana mdogo ya kwamba babake yuko kwenye kizaazaa, kwani kuna watu wameweza kuvamia na wanamtishia akimdai mzee anatakiwa atoe kiasi cha fedha. Basi binti baada ya kufika alihitaji tu kuonyesha hatua kuonesha kile ambacho anafanya akiko sawa. Yaani bibia kufahamika kwa jina la Moyong Jun. Huyu binti ni mtata zaidi. Basi tunaambia katika swala la kuwakunta na kuwashenyenta, binti alikuwa yuko bomba zaidi. Unaambia Tala binti Tibu alianza kumsugua mmoja baada ya mwingine, na baadaye aliweza kuwakalisha miamba wote, wakawa hawana cha kufanya zaidi ya kufuata amri za bibi. Sasa kuna mwamba huyu baadaye anapiga za kibrusili, lakini alitulizwa kizembe zaidi. Hivyo binti aliweza kuwatuliza wote, na hapa bibi alifanikisha kuweza kusuluhisha mgogoro ambao ulikuwepo hapa, na bwana mdogo aliweza kupata nafasi ya kushukuru sana kwa kile ambacho binti alikuwa amekifanya kwa ajili ya kusaidia familia yake tu. Sasa wanakuambia binti atokea katika jumba moja la kifuru lenye siri kubwa sana. Basi moja kwa moja tuwakutana na mtabiri. Anasema ya kwamba baada ya kutazama nyota ya Moyong, nimegundua ana chembe za kuweza kupata nafasi ya kuolewa na kijana ambaye anatoka katika jumba la kifalme, kwani hii itamfanya maisha yake yote aje awe widow, yani aje awe mjane. Sasa hatujui nini ambacho bwana huyu aliambiwa, lakini mwamba alimwambia kwamba kwa ukweli ambao haupo na uwezi ukapingika kwa sasa ni kwamba huyu binti hana chembe za kuweza kuolewa na kijana ambaye anatoka katika familia ya kifalme, kwani itakuwa ni kama laana. Lakini kuna njia moja tu ambayo inaweza ikabadilisha kila kitu na kumfanya binti apate nafasi ya kuingia katika jumba la kifalme. Basi baadaye baba aliweza kumuita binti yake, na hapa alikuwa anamwambia ni lazima akishe anajiweka sawa na kujiandaa tayari kwa ajili ya swala zima la ndoa. Pamoja na kwamba binti kwa wakati huo anaonekana alikuwa yuko sawa, yeye anachohitaji ni kuendelea kuatibia watu na kuishi maisha yake, lakini baba alimwambia wakati wa kuolewa umefika, na sidhani kama kuna nafasi ya kupinga kile ambacho nakiamua mimi kama babako. Moyong alipata nafasi ya kurejea tena kwa rafiki yake ambaye ni kama mfanyakazi wake na kumpa taarifa juu ya kile ambacho anakipata. Sasa naomba binti alifurahi sana, maana anajiona anaenda kupata nafasi ya kuwa court lady katika jumba la kifalme, kwani nafasi ya binti kuolewa itamfanya naye aweze kupata kacheo fulani katika jumba la kifalme. Wasoma upande wa pili katika bwawa moja kubwa sana katika jumba la kifalme. Hapa tuamwona bwana mdogo kufahamika kwa jina la Regan, yani prince, akiwa anafanya shughuli za uvuvi Tala binti Tibu, lakini pembeni yuko na mwamba yule ambaye ni rafiki yake. Sasa wao wako katika shughuli ya uvuvi tu, na leo walipanikiwa kupata samaki wa kwanza, lakini kadri wanavyozidi kuendelea waliweza kukutana na kitu kizito sana. Waliamini samaki ambao anamvua safari hii atakuwa ni samaki mkubwa sana, kwani anaonekana alikuwa na uzito. Lakini kitu cha ajabu na cha kushangaza, waliweza kuvua mwili wa mtu, yani kwamba kuna mtu alikuwa amepoteza maisha afu ametupwa katika ile eneo hili. Sasa nani ambaye amefanya kitendo hiki cha katili katika ile eneo? Alikuwa anaonekana ni binti ambaye kiukweli anaonekana amepoteza maisha tu, na sasa kuna siri ambayo imejificha katika mchezo. Basi yule mkuu ambaye anatoka katika kitengo cha matibabu aliweza kukagua mwili ule, na baadaye aliweza kutoa majibu ya kwamba kitu ambacho kilisababisha kupoteza maisha kwa binti huyo ilikuwa ni swala la suicide, yani kwamba binti
aliweza kujiangamiza mwenyewe, lakini mkali alikumbuka kumbukumbu moja ya zamani sana kwamba huyu binti aliweza kukutana naye kwa muda fulani uliopita, na hapa alipata nafasi ya kufurahia kile ambacho anakifanya huyu binti. Lakini hii ilimuumiza sana mkali kichwa, kwani alihisi kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Hivyo aliweza kumwambia bodyguard wake anahitaji kuingia na kwenda kuchunguza juu ya majibu ya kesi kama hizi. Basi unaambia baada ya kupitia kesi kwa muda mrefu aligundua kwamba hawa watu wote ambao wanapoteza maisha ni watu ambao wanafanyaga kazi chini ya Queen Doache, na huyu sio binti wa kwanza. Kuna binti ambaye pia naye aliweza kupoteza maisha. Sasa najiuliza inakuwaje watu ambao wanafanya kazi na huyu Queen ndio wanakuwa wanapoteza maisha katika jumba la kifalme, na hata wa kwanza inasemekana ya kwamba aliweza kupoteza maisha, pamoja na wa pili pia naye inasemekana ya kwamba aliweza kupoteza maisha kwa kujiua mwenyewe. Hii ilimpa wasiwasi mkubwa sana bwana mdogo kufahamika kwa jina la Regan, yani Prince. Basi wanasema sasa itakuwaje katika sehemu safi inayofuata, kwa sababu bwana mdogo anahitaji kufuatilia hivi vifo ambavyo vinatoka katika jumba la kifalme, vinaonekana vina dosari sana. Na kwa nini bibi ameweza kuuawa ili alikuwa ni mtumishi ambaye anafanya kazi katika jumba la kifalme, na huyu sio mtu wa kwanza. Sasa kuna mchezo gani ambao umejificha katika tamthilia bomba sana hapa ya Missing Crown Prince? Hiyo ni katika episode ya kwanza tu. Tukutane katika episode ya pili ili kuendelea kuenjoy burudani zetu bomba sana ambazo tuko tunazipiga live kutoka SDC Production jumba la burudani pale, na mimi Safaru DJ ndani nyumba tena hapa. Lakini sasa tuko na mfumo ambao ni wa kijanja zaidi. Kama unahitaji kupata hapa picha ambayo imewekwa maneno ya Kiswahili full, unaweza kucheka namba ya simu ya 0686414059 kwa WhatsApp. Utaweza kuipata hapa picha ikiwa katika tafsiri ya Kiswahili full iliyopigwa na ma DJ wakali sana. Unaweza kuicheki hiyo picha tunayo pale ofisini kwetu. Kwa hiyo hakikisha kama una haraka ya kupata picha mapema, check na namba hiyo hapo 0686414059 kwa WhatsApp. Hapo anikufollow DJ naitaka Crown Prince, na hapo tutaweza kujadiliana namna gani tuweze kufikishia burudani bomba sana. Hii ni katika episode ya kwanza tu, nilikuwa napigwa na The Chosen wana kutoka SDC Production, lakini support kubwa sana iko chini ya udhamini wa mkali wa kufahamika kwa jina la Edo Business. Edo Business au sio kizazi zaidi, wanasema yente kama dawa kama kawaizo. Tukutane katika sehemu ya pili ya kichuma bomba sana kipa Crown Prince.